Iran inasema wameingia kwenye mazungumzo yasiyokuwa ya moja kwa moja na Marekani kwa nia njema tu, lakini si kwa sababu ya uoga wa kumwogopa rais wa Marekani Donald Trump na majeshi yake. Tumeingia kwenye mazungumzo ili kutafuta suluhu la amani, lakini haimaanishi kwamba kuingia kwenye mazungumzo hayo ndio kuiogopa Marekani. La hasha, hatuiogopi Marekani na tupo tayari wakati wote kwa ajili ya mapambano dhidi ya taifa hilo linalodaiwa kuwa ni moja kati ya mataifa makubwa ulimwenguni, anasema Ismail Baqei, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni ya Iran. Ameongeza kusema kuwa Iran imeingia katika mazungumzo hayo yasiyokuwa ya moja kwa moja kwa mtazamo wenye mwelekeo wa matokeo, huku ikibainisha shaka kuhusu taarifa zinazokinzana za Washington. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran ameeleza hayo siku ya Jumatatu alipoulizwa na shirika la habari la serikali ya Iran IRNA muda mfupi kabla ya ujumbe wa Iran kuondoka kuelekea nchini Uswisi. Baqei amesema kinachoitatiza Iran ni kubadilika misimamo na kutolewa kauli zinazokinzana, si tu kutoka kwa wapatanishi bali pia kutoka kwa maafisa wa Marekani. Wanatuma ishara na jumbe nzito zisizo na uwiano kabisa ambazo hazionyeshi uzingatiaji wowote. Iran inajadiliana katika hali ya kutoaminiana kabisa na ya mashaka, na haiwezi kupuuza hili na haitokuwa nyuma hata kidogo, amesema Ismail Baqei. Jumbe za Iran na Marekani zikiongozwa na waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi na mjumbe maalum wa Marekani Steve Witkoff zilianza mazungumzo ya nyuklia huko Muscat Februari 6, miezi kadhaa baada ya uvamizi wa kijeshi wa Israel dhidi ya Iran mwezi Juni mwaka uliopita. Duru ya pili ya mazungumzo yasiyokuwa ya moja kwa moja kati ya Iran na Marekani inafanyika mjini Geneva kwa upatanishi wa waziri wa mambo ya nje wa Oman katika ubalozi wa Oman. Wakati mivutano kati ya Iran na Marekani ikizidi kuongezeka, Tehran imesisitiza kuwa machaguo yote yako mezani licha ya mazungumzo yanayoendelea baina yake na Washington. Kwa mujibu wa shirika la habari la serikali ya Iran, imesema kwamba sambamba na kuongezeka mivutano kati ya Iran na Marekani na kuongezeka kiwango cha vitisho vya kijeshi vinavyotolewa na Washington, Tehran imesisitiza kuwa licha kuendelea na mazungumzo, machaguzi yote yapo mezani, kuanzia utumiaji wa makombora yake hadi ufungaji wa lango bahari la Hormuz. Hata hivyo, Iran imetoa msisitizo mkubwa katika mazungumzo yanayoendelea kati yake na Marekani. Msimamo wa Iran wa kuendelea na mazungumzo na wakati huo huo kuweka mezani machaguo yote unaweza kutafsiriwa kama mchanganyaji wa hatua ya kuzuia hujuma za kijeshi, kujijengea uwezo wa kijepolitiki na kuwa na udhibiti wa anga ya kidiplomasia. Maelezo hayo kwa hakika ni ufikishaji ujumbe wenye matabaka kadhaa kwa wadau tofauti. Kwa wananchi wa Iran ni kujenga mshikamano wa ndani, kwa Marekani ni kutathmini utashi wake wa gharama zitakazoikabili, na kwa wadau wa kanda ni kwa soko la nishati, ni kuwakumbusha unyeti na uhalisi wa mlingano wa masuala mbalimbali katika ghuba ya Uajemi na kutazama ikiwa vita vitazuka ni nini ambacho kitajiri kwao. Tabaka la kwanza ni uzuiaji wa hujuma za kijeshi. Linapoashiriwa kombora katika misamiati rasmi ya kijeshi, inamaanisha kutilia mkazo uwezo wa ndani wa nchi katika sekta ya makombora na ndege zisizokuwa na rubani ambazo kwa miaka kadhaa sasa zimekuwa zikifafanuliwa kama nguzo na mihimili mikuu ya doctrine ya ulinzi ya Iran. Japokuwa uwezo huu una ufanisi wa kijeshi wa kushangaza, lakini kazi yake ya msingi ni kufanya upande wa pili usijipe uhakika wa ushindi na kutanabahisha juu ya gharama kubwa itakayolipa kwa hatua yoyote ya moja kwa moja ya kijeshi ambayo watamwa kuchukua. Katika mfumo wa doctrine ya kumzuia adui asishambulie, imeonyesha uwezo wa kujibu mapigo kwa haraka na ya ngazi kadhaa kunaweza kubadilisha mahesabu ya adui na kuielekeza anga ya hali ya mambo kwenye hatua ya kudhibiti mgogoro. Katika vita vya siku 12 vilivyoanzishwa na utawala wa Israel dhidi ya Iran, Tehran ilionyesha kwamba makombora yake kadhaa, ikiwa ni pamoja na Fatah na Khaibar Shekan, yana uwezo wa kuangamiza vituo vya utafiti wa kijeshi vya Israel, viwanda vyake vya kusafirisha mafuta na miundombinu yake ya kiuchumi. Hii ni pamoja na kwamba hivi karibuni Meja Jenerali Mousavi alieleza katika taarifa aliyoitoa kuhusu mabadiliko yaliyofanyiwa doctrine ya kijeshi ya Iran ya kwamba baada ya vita vya siku 12 na kuendelea hatua za kimaudhi za Kimarekani na Israel, tuliangalia upya doctrine ya ulinzi ya nchi na kuibadilisha kuwa doctrine ya ushambuliaji ya vikosi vya ulinzi inayotumia mbinu utekelezaji operesheni za kasi kubwa mno na zinazoenea kwenye mduara mpana
kwa kutekeleza mikakati ya kijeshi isiyokuwa na mlingano na ya vipigo vikali. Na kwa hali hiyo, hatua yetu itakuwa ya kasi, kali na isiyoratibiwa kwa mahesabu ya Marekani, anasema kamanda mkuu wa jeshi la IRGC, Meja Jenerali Mousavi. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News.